Hello, kama bado hujaandaa CV yako na unahitaji kuandaa CV ila umekosa mfano mzuri wa kuweza kutazama na kuweza kuangalia ni vitu gani unaweza kuzingatia wakati unaandaa CV yako, basi fuatilia video hii mwanzo hadi mwisho, utapata jibu la swali ambalo unajiuliza. Utapata Google, utaandika domain hii, utaandika mitihani bora.co.tz. Utaandika kwa sahihi. Baada ya hapo utabonyeza button ya search, ita search kama tunavyoona, na baada ya hapo utakapo search utakutana na makala ya kwanza. Hapa imeandikwa jinsi ya kuandaa CV ama mfano wa CV. Utabonyeza ili kuingia, na kama ulichelewa na utakapochelewa kwa muda mrefu kuingia, inawezekana siku unaingia wewe makala hii sio ya kwanza, basi utakachokifanya ili kuweza kuipata, utabonyeza hii alama ya search, utaandika mfano wa CV. Baada ya hapo utabonyeza button ya search, moja kwa moja itakuletea makala ya kile ambacho tunataka kukiangalia. Kwa baada ya hapo utabonyeza hiyo title yake ili kuweza kufungua makala hii ya jinsi ya kuandaa CV pamoja na mfano wa CV. Kama tunavyoona, CV iliyokamilika ina sifa zake. Sifa ya kwanza, tunataka kuona profile yako, maana yake majina yako, status yako, kama umeoa ama umeolewa, email, mawasiliano yako, namba ya simu, nationality kama tunavyoona, na pia siku ya kuzaliwa na mengineyo yanayokuhusu wewe. Lakini pia unaweza kaandika maelezo mafupi yanayokuhusu wewe. Baada ya hapo unakuja katika kipengele cha academic background. Hapo utaeleza ama utaweka yale yanayohusu elimu yako kuanzia primary mpaka chuo. Baada ya hapo kuna kipengele kingine cha uzoefu, working experience. Hapa kama kuna taasisi ulifanya kazi, basi utaweza kuweka taarifa zake. Pia nafasi ambayo ulikuwa unafanya kazi, pia unaweza kaweka muda. Hii unaweza kaweka kwa upande wa mwaka tu pekee, kwamba ulianza mwaka fulani mpaka mwaka fulani kama ukumbuki miezi. Na pia position ambayo ulikuwa unafanya kazi utaweka hapo, pamoja na mahali ambapo ni hiyo taasisi. Lakini pia language proficiency, je, una sifa gani kwa upande wa lugha, utaweka hapo. Kama unaweza kuongea Kiswahili vizuri utaweka, na utaspecify kwamba kwa upande wa kuandika upo hali gani, na upande wa kuzungumza uko hali gani kwa upande wa Kiswahili pamoja na English. Kama una language nyingine unaweza kujua ama unaitambua, basi utaiweka hapo. Lakini pia kuna skills. Katika skills hapa, kile ambacho nacho, ujuzi wako utaweka hapo. Wengine wapo wanao ujuzi wa kompyuta, utaweka ujuzi wa presentation pamoja na teaching skills. Mfano CV yetu imemlenga mwalimu, basi utaweka. Lakini pia kuna interest, pia utaweka, ambao wengine wanasema kama ni hobby. Utaweka hapo vizuri hobby yako. Lakini jambo muhimu jingine ni afadhali usahau hiyo hobby, lakini sio referees. Hawa ni wadhamini. Utapaswa kuweka watatu. Utazingatia haya yafuatayo: utaweka majina yao, utaweka position yake, kama ni mwalimu, kama ni mfanya biashara utaweka kazi yake. Lakini pia utaweka email, utaweka namba yake ya simu pamoja na physical address. Hapa unapaswa kutumia PO Box, utaweka na pamoja na mkoa, kama tunavyoona referee ya wa pili pamoja na watatu. Lakini pia utadeclare, na mwisho wa siku ama mwisho utaweka saini yako. Na hapo chini tumekuwekea button ambayo utaweza kudownload CV yako, ambayo iko katika format ya Word. Unaweza ukadownload na ukaedit na kuongeza kile ambacho unakiona wewe unacho.
karibu sana katika channel yetu ya Elimika. Kwa mengi kama haya, hakikisha unabonyeza button ya subscribe na kuwasha alama ya kengele ili kuweza kupata notification pale tutakapofanya update nyingine inayohusu masuala ya ajira pamoja na elimu.